Kwa hivyo wacha tuombe na tushukuru. Baba, ewe Mungu mwenye nguvu na utukufu, wewe muumba wa mbingu na dunia, twaja mbele zako na katika jina lako Yesu, tukikushukuru kwa sababu ya rehema zako na upendo, maana pasipo wewe hamna yeyote angekuwa akipumua. Ni wema wako na ni huruma zako Baba. Tunakusifu na tunakushukuru kwa sababu ya upendo ambao umetupenda nao. Hata dakika hizi na wakati huu tunaweka na kukabidhi mikononi mwako, tukiomba ukanene nasi kupitia neno lako. Wewe ndiye neno na neno ndiyo mwangaza. Naomba neno lako likadhihirike, likanenee kila roho aliye hai, maana roho zote ni wewe uliyeumba. Baba, ninaomba nena nasi na utubariki kupitia neno katika jina la Yesu. Baba, tunaomba na kuamini. Amina. Asante. Tunakuja kusoma Biblia katika kitabu ambacho ni cha Luka, kwa sababu neno la Mungu ndiyo uzima wetu, na hatuna cha kufanya wala hatuna kwingine kwa kuamini, bali kuamini ni neno na kwa kuelekea ni kwa neno. Msimamo ni neno, kuishi kwetu ni neno, hata kufa kwetu itakuwa tu ni neno, maana kuja hapa dunia ilikuwa ni neno, na neno la Mungu ndilo litakalosimama hata wakati wa mwisho. Kwa hivyo ndiyo maana tunahitaji neno kuliko vile tunahitaji ugali au tunahitaji getheri. Tunahitaji neno, maana mwanadamu hataishi kwa getheri wala kwa ugali, ni sawa, lakini mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amina. Na tutasoma kitabu cha Luka 8, Luka 8 pale Luka 8 tutasoma pale kuanzia 27 katika jina la Yesu. Wacha tusome. Inaongea kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, na huyu mwenda wazimu alikuwa anaitwa mwenda wazimu wa Gadara. Mwenda wazimu wa Gadara. Luka 8:27 inaongelea kuhusu hiyo hadithi, na hiyo sio hadithi bali ni kweli kabisa, maana utakuja kuiona. Maana kila hadithi tunayosema ni hadithi katika kitabu ambacho ni cha kale, katika kitabu kipya, Agano Jipya, hiyo inakuwa na maana kitabu kile au hizi hadithi ziko kwenye Biblia zinakuwaga tu mifano, na huwa zinakuwa ni kama kivuli cha mambo yatakayokuja. Na sasa tunasoma kivuli, lakini tutasoma tusikie ni nini hiyo itakayokuja na kila Mungu anachosema. 27 inasema, Yesu aliposhuka kutoka mashua na kukanyanga ufuoni, alikutana na mtu mmoja wa mji ule aliyekuwa amepagawa na mapepo machafu, naye kwa muda mrefu alikuwa havai nguo wala kuishi nyumbani, bali aliishi makaburini. Hebu sikia, Yesu alipatana na mtu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na mapepo, mwenda wazimu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na mapepo, na huyo mtu hakuwa anavaa nguo kwa sababu ya mapepo. Ukiona watu hawavai nguo, ujue wako na mapepo, maana mapepo na nguo haipelekani.
Mapepo na nguo haipelekani. Sasa huyu mwendawazimu hakuwa na nguo, na huyu mwendawazimu alikuwa anaishi makaburini. Alikuwa anaishi makaburini. Huyu ni mwendawazimu wa Gadara aliyekuja kwa Yesu akikimbia akiwa na ubaya mwingi. Alipomuona Yesu alipiga kelele, akajitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kuu, una nini nami Yesu, mwana wa Mungu uliye juu sana, na kuomba usinitese. Wakati huo Yesu alikuwa amemwamuru yule pepo mchafu amutoke. Yule pepo mchafu amtoke. Mara nyingi huo pepo mchafu alimpagaa, na hata alipofungwa kwa minyororo mikononi na miguu na kuwekwa chini ya ulinzi, alikata minyororo. Na huyo pepo mchafu akaenda nyikani. Hebu sikia, Yesu akamuuliza, wewe pepo, jina lako ni nani? Akamjibu, Legioni, kwa kuwa alikuwa ameingiwa na mapepo wachafu wengi mno. Legioni ni kusema tuko wengi. Tuko wengi, ni watu kikundi ya 2000. Wale mapepo wachafu wakamusihi sana asiwaamuru kwenda shimo, na palikuwa na kundi kubwa la nguruwe hapo likilisha kando ya kilima. Wale pepo wachafu wakamusifu Yesu awaruhusu waingie hao nguruwe, na Yesu akawaruhusu. Na wale mapepo wachafu walipomtoka yule mtu, wakawaingia wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kegeni kwa kasi, likatumbukia ziwani na kuzama. Wale waliokuwa wachunga nguruwe walipoona, wakakimbia wakaeneza habari hizi mjini na mashambani. Nao watu wakatoka kwenda kujionea, watu wa Gadara, yaliyotokea. Walipofika hapo alipokuwa Yesu, wakamkuta yule mtu aliyetokwa mapepo, na Yesu karibu na Yesu akiwa amevaa nguo sasa na mwenye akili timamu. Wakaogopa. Wale walioona mambo hayo wakaeleza watu wengi jinsi yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo wachafu walivyoponywa. Ndipo watu wale wa nchi ile ya Wageresi wakamuomba Yesu aondoke, kwa sababu walikuwa wamejawa na hofu. Basi akaondoka akaingia katika mashua na akaenda zake. Hiyo ndio neno. Mungu abariki neno lake. Huyu mtu ambaye alikuwa ni mwendawazimu wa Gadara, alikuwa ni mtu ambaye hakuwa amezaliwa hivyo, lakini mapepo machafu yalikuwa yamemwingilia. Na sio hivyo tu, Biblia inasema ya kwamba hiyo mapepo ilimtoa kule alikokuwa anakaa, akapelekwa kuishi na makaburi. Alikuwa anaishi kwenye makaburi. Hizo mapepo sio mapepo za kawaida. Hizo ni mapepo zingine ambazo utaona zimefunga watu wengi na zimewapeleka watu wengi makaburi au makaburini. Na hizi ni pepo za aina gani? Maana ukisoma kitabu ambacho ni cha Mathayo pale 8, huwa inaongea kuhusu hizi mapepo ambazo huwa zinaishi makaburini. Na tukisoma hicho kitabu cha Mathayo 23, tusikie hii ni mapepo aina gani. Hii ambayo ilikuwa inamvua nguo, alafu ilikuwa imempeleka
aishi makaburini. Alikuwa hakuishi na watu walio hai, alipelekwa kwenye makaburi. Hii ina manake Mathayo 23 Mathayo 23:27 inasema aje? Hebu sikia, inasema hivi: ewe Farisayo kipofu, safisha ndani ya kikombe na kikombe sahani kwanza. Safisha ndani ya kikombe sahani kwanza, ndipo nje itakuwa safi pia. 27 inasema, ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi ni wanafiki, mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo yanapendeza kwa nje, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Sikia, huyu pepo mchafu, huyu mtu aliyekuwa mwendawazimu wa Gadara, alipelekwa na mapepo, alikuwa naishi kule makaburini. Hiyo ni roho ya Mafarisayo, roho ya unafiki, roho ya sheria na hawa watu wa dini. Ni roho ambayo inakutoa kwa wale wanakaa walio hai na inakupeleka kukaa kwenye makaburini, kwa sababu hii roho haitakagi uhai, na neno la Mungu ndiyo uhai. Sasa roho ya dini ni roho inayopenda vitu ambavyo vimekufa. Injili imekufa, mafunzo imekufa, na imani iliyokufa. Hiyo ni roho hii ya mwendawazimu aliyekuwa anakaa makaburini, maana makaburini hakuna uhai. Na hawa ni watu kama Mafarisayo, watu wa sheria na wengine wa dini, wanakaa mahali ambapo hakuna uhai. Hii ni makanisa haina uhai, inafananishwa na makaburi. Mahali hakuna uhai, hakuna neno, imani imekufa, hiyo ni makaburi. Mahali watu wanaishi katika njia ambazo ni za mfu, hapo ndipo Yesu anasema watu hawa wanaona kama wako hai, lakini wamekufa, wanakaribia kufa. Ni roho ya dini inayodanganya mtu ako hai, lakini kumbe amekufa. Na Yesu akasema, ole wao walimu wa sheria na Mafarisayo, ninyi ni wanafiki, munafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo yanapendeza kwa nje, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Hiyo ndiyo roho ya dini, ya kujifanya mtu ako na usafi kwa nje, lakini kwa ndani ni munafiki. Anajifanya kwa nje ni msafi kwa sheria, kwa kuweka dini, lakini ndani yake ni kama haya makaburi yaliyopakwa chokaa, yanayopendeza kwa nje, lakini ndani yamekuwa ni mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Sasa huyu mwendawazimu wa Gadara alikuwa amepagawa na maroho ya dini, maroho ya sheria, maroho ya Mafarisayo, maroho ya wafu waliokataa kuishi katika neno, wanataka kuishi katika sheria za wanadamu, wanataka kuishi katika sheria za Mafarisayo na katika dini. Na unaona huyu mwendawazimu wa Gadara alikuwa uchi, maana alikuwa ametolewa,
mapepo. Na hivyo ndivyo roho za dini zinafanya, zinakuvua nguo zako, unabaki ukiwa uchi, kwa sababu ni roho imeingia ndani yake. Ndio unaona watu siku ya leo hawataki kuvaa nguo, haswa hata wamama. Nguo imekuwa ni shida, nguo zinafupishwa na zinakatwa. Hata wengine wanataka kuvaa nguo zilizo laruka au laruliwa, ni kama mnyama aliyemshambulia. Hiyo ni roho hii ya mtu aliyekuwa anaishi kule kwenye makaburi, alikuwa amepagawa na maroho. Hii ya dini, hii ya ufu, ilikuwa imekataa nguo, kama vile watu wengi siku ya leo hawataki kuvaa nguo, wanataka kutembea uchi. Hii ni roho ya yule mtu aliyekuwa anakaa kwenye makaburi akiwa uchi, na ni roho ambayo ni ya Shetani, kwa sababu alikuwa amepagawa na mapepo. Unapoona siku ya leo watu hawataki kuvaa nguo, wamepagawa na mapepo ya dini, mapepo ya kanisa yetu, mapepo ya bishopu yetu, mapepo ya sheria zetu, ya kwamba kwetu hatuulizwi, kwetu tunaenda vile tunataka, kwetu hatuulizwi, tunaweza kuvaa hivi, maana dini yetu iko sawa, kanisa yetu iko sawa. Haya ni mapepo ya kidini ambayo ilikuwa imevua huyu mtu nguo, kwa sababu mapepo haipendi nguo, mapepo inapenda uchafu. Na ndio unaona alipelekwa kwenye makaburi, na makaburi Yesu ametuambia ni hii roho ya Mafarisayo na Masadukayo, waliokuwa wanajiona wakiwa wasafi, lakini ndani yao walikuwa ni kitu chafu. Ni makaburi iliyokuwa imejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Ndugu mpendwa, usije ukadanganyika. Unajua Yesu hakuleta dini, Yesu alileta neno lake, lakini wanadamu na Shetani walileta dini. Ati mimi ni wa dini hii, mimi ni wa dini hii. Hiyo ni Shetani alileta mgawanyo, lakini Yesu hakuleta dini hata moja. Yesu alileta neno na alileta uzima. Hata mitume hawakuanzilisha dini moja. Nitajie dini iliyoletwa na mitume, hamuna. Lakini wanadamu wameileta dini yao. Ati mimi ni wa huku, mimi ni wa kule, mimi ni wa kanisa hii. Hiyo ni roho ya dini, na hiyo ndio inafanya watu waendelee na kuendelea na dhambi. Maana hiyo atasema mimi ni wa dini hii, lakini wote wanajifanya wanafuata Biblia. Mahali Biblia inasema wanawake wanafaa wavae mavazi ambayo ni ya kujistiri, sio mavazi ya aibu, sio kujianika na kuvaa uchi. Biblia inasema hivyo, lakini mtu wa dini atasema kwetu kanisa yetu tunavaa, hata hatuulizwi tena, tunaweza enda vile tunataka, hata suruali ndefu tunavaa. Hiyo ni roho ya dini ambayo ni pepo mbaya, ambayo amekamata watu wengi siku ya leo, ya kwamba wamekataa neno lenye uzima. Sasa wanataka kukaa kwenye makaburi ambayo hayana uzima, dini ambayo haina uzima, makanisa ambazo hazina uzima, na mafundisho ambayo haina uzima. Maandiko inasema, Biblia, neno la Mungu ni neno lenye uzima, na kila neno linafaa kwa mafundisho ya kuonya wanadamu, kukemea wanadamu, kufundisha wanadamu
mwanadamu ili mwanadamu awe mkamilifu. Lakini watu wa dini hawataki neno, wanataka sheria za kanisa yetu, sheria za dini yetu, sheria za bishopu wetu. Hawataki neno lenye uzima, maana ni roho za makaburini hazitaki uzima, zinataka kukaa huko kwenye makaburini, kama huyu mtu aliyekuwa mwendawazimu wa Gadara. Yesu anasema, ole wenu walimu wa sheria hawa wa dini na Mafarisayo, ninyi wanafiki, munafanana na kama makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo yanapendeza kwa nje, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Hiyo ni kweli kabisa, wanaonekana wakiwa sawa, lakini ndani anasema ya kwamba ni mifupa ya wafu na kila aina ya uchafu. Siku ya leo haijalishi vile ambavyo utarebesha dini yako, wala uberebeshe kanisa, wala kanisa iwe kubwa, wala urebeke, lakini kile kinajalisha ni kile kilicho ndani yako. Maana kama hauna imani iliyo hai, ni kaburi tu. Kama hauna imani iliyo hai, neno, kama haupokei neno iliyo hai, ni kaburi tu. Munajenga makaburi na kuibatiza kwa jina la Yesu na kuita kanisa, lakini ni makaburi ya wafu. Maana mahali popote watu wamekataa neno la uzima, hakuna uzima huko, watu wamekufa wote na wanakuwa ni makaburi tu. Ndio unaona yale matendo yanafanywa siku ya leo ni ya wafu, sio ya watu wako hai. Ni wafu. Uasherati, ukahaba, matendo ya giza, uchawi na unajisi unafanyika kwenye madhabahu kwa jina la kanisa na kwa jina la wengine ni wachungaji, lakini ni wapenda wanawake, ni wapenda wanaume, ni wazini. Matendo yao imekufa. Hiyo ni kusema ni watu wamekufa. Sasa hiyo sio kanisa, hiyo ni kaburi ya watu waliokufa. Kama bado uko huko, Mungu ananena sauti ya mwisho ni ya kutoka huko kwenye madhehebu, ni ya kutoka huko kwenye dini za wanadamu na madhehebu ya sheria za wanadamu, utoke kwenye wafu uje kwenye mwangaza. Neno la Mungu linasema, tokeni, amukeni, tokeni huko kwenye wafu, tokeni huko kwenye wafu, maana nuru ya Mungu imekuzukia. Hii neno ni nuru ya Mungu, neno lenye uzima la kutoa watu kwenye makaburi ili wakaokolewe na Kristo. Maana kwenye makaburi hakuna uhai. Kwenye makaburi huko watu wamekufa, hata hawajui cha kutupwa na cha kuwekwa ni kigani. Ndio maana unaona watu wanavaa vile wanataka, hajui ile nguo inavaa hata ivaliwe, wala hawajui hata vile wanafaa wamuimbie Mungu wao. Nyimbo za dansi ziko kwenye kanisa, wa vijana wanaimba kama mwenda wazimu, wengine wakisema ni wanayudhi, lakini vile wanaimba na kutingiza viuno ni kama watu waliopagawa na mapepo. Mapepo ya mwenda wazimu imeingia kwenye makanisani, ya kwamba hata hawajui mavazi inavaa kuvaliwa namna gani, hawajui mwanamke anavaa kuvaa namna gani na mwanaume anavaa kuvaa namna gani. Wamechanganyikiwa. Mwanaume anavaa kama mwanamke na mwanamke naye anavaa kama mwanaume, hata nywele kama mwanamke. Hiyo ni roho ya kuchanganyikiwa. Hawajielewi, ni kama wafu. Wafu hawajielewi,
Mitindo ya kucheza ni ya kilabu, tena wanaimba kama watu waliopagawa na mapepo, na mchungaji yuko pale na anasema wapigie makofi, na saa hiyo wameimba na kutingiza nyuma kama wendawazimu. Wameleta tu kilabu kwenye kanisa, na mchungaji anasema wako sawa. Wengine wamevaa tumini, wamevaa mavazi ya kupana mili yao, na wengine wamevaa kama wendawazimu, nguo zilizoruka, na mchungaji anasema wako sawa, wapigiwe makofi. Ona, mchungaji amekufa, ni mufu, haoni chochote, haoni makosa. Ndio maana watavaa hivyo na wakae kwenye madhabahu wakisema Bwana Yesu, lakini anasema wako sawa, kwa sababu mchungaji ni kipofu, ni mufu, amekufa. Sasa kanisa inakuwa ni makaburi ya watu waliokufa, hakuna mtu anajielewa. Neno la Mungu linasema tokeni kwenye wafu. Uzima wa Mungu umekumulikia. Neno la Mungu linasema ni wakati wa kutoka kwenye wafu. Kama huyu mwendawazimu wa Gadara aliyekuwa uchi, aliyekuwa anaishi kwenye makaburi, alikuwa amepagawa na hiyo roho ya dini ya kusema mchungaji wetu, kanisa yetu, dini yetu, sheria zetu. Hamuna chochote kama hicho. Tunafaa kusema Biblia inasema, sio mchungaji wetu. Tunafaa kusema Biblia inasema, sio kanisa yetu wala dini yetu. Na ikiwa wewe unasema hivyo, ujue umepagawa na hiyo mapepo ya dini na sheria za wanadamu. Sikia, maandiko inasema ya kwamba wale watu ambao wanakataa neno ya uzima, hawa watu wanaenda kwenye makaburini. Wacha tusome, usiseme ni mambo yangu. Yote ninayonena iko kwenye Biblia. Mathayo 21. Samahani, sio Mathayo lakini ni Proverb. Mithali 21. Mithali 21 pale 16 inasema hivi, musikia, inasema mtu anayepotea kutoka mapito ya ufahamu. Sikia sasa, yule mwendawazimu wa Gadara, maana yake huyu alikuwa anaishi kwenye makaburi. Maana yake mtu ambaye amepotea kwenye ufahamu. Sikia, mtu anayepotea kutoka mapito ya ufahamu hupumzika katika kundi la waliokufa. Unaona, ati mtu yeyote ambaye amepotea kwenye maarifa, amepotea kwenye ufahamu, huyo mtu huwa anapumzika katika kundi la waliokufa. Hiyo ni kusema, ukipotea kutoka ufahamu, upotee kutoka kwa neno la Mungu, uikose njia ya fahamu, na njia ya fahamu ni neno la Mungu lililo hai. Unapopotea kutoka ufahamu wa neno, ndugu mpendwa, utapotea na utajipata kwenye kundi la waliokufa kiroho, waliokufa kiroho. Na waliokufa kiroho, makanisa yao inaitwa makaburi. Unaona, maana wamekufa kiroho. Sasa ni nyakati za mwisho. Watu hawataki neno la uzima. Siku ya leo watu wanataka maneno ya wanadamu, wanakataa neno la uzima. Maonyo hawataki. Kwenye ambako hakuna onyo, huko ndiko watu wanataka. Kwenye watu wanafundishwa na sheria za wanadamu na dini za wanadamu, bishopu wetu, kanisa yetu, sijui nini, hiyo huko ndiko watu wanataka. Yeyote anayepotea kutoka mapito ya
atapotea na atajikuta kwenye kundi ya waliokufa, atajikuta kwenye kundi ya makaburini, kama vile huyu mwendawazimu wa Gadara alipojikuta kwenye kundi la hawa walio wafu. Hiyo ni kusema hakuwa amepagawa na mapepo ya kawaida. Ilikuwa ni mapepo ya kukosa ufahamu, ilikuwa ni mapepo ya udini, ilikuwa ni mapepo ya sheria za wanadamu, ilikuwa ni mapepo ya ulimwengu. Hiyo ndio ilikuwa imemfanya hivyo, na alikuwa mtumwa, alifanyika kuwa mtumwa wa Shetani. Kwa nini? Kwa sababu aliishi makaburini. Unajua, hiyo mapepo ambayo ni ya dini na sheria za wanadamu inakuondoa mahali kuna uzima, kuishi na watu wenye uzima, kuabudu na watu wenye uzima wa neno, na inakuondoa unajipata ukiishi na watu wamekufa. Inakuleta au inakufanya uishi karibu na mapumziko ya waliokufa, maana ulikataa neno lenye uhai. Sasa utaona ukikataa uhai unajipata kwa wale waliokufa kwenye kiroho. Tunaongea kuhusu kiroho. Sikia ndugu mpendwa, kitu kingine hizo mapepo zilikuwa zimefanya, zimemtoa nguo, yaani zilikuwa zimemvua nguo, alikuwa uchi. Maana mapepo ya dini inakutoa nguo, yaani inakutoa nguo zile ambazo ni za kiroho, na mavazi ya kiroho ni neno, ni uhaki, ni utakatifu. Wanakutoa ile nguo, yaani wanakuvua nguo, unakaa ukiwa uchi. Maana neno la Mungu huwa inafanya mtu awe na nguo ya kiroho. Sasa roho za dini kile zinafanya, zinakurarulia nguo, unakuwa mtu uchi, na ndio maana wewe unaota ukiwa uchi, maana hauna nguo. Nguo ni wokovu, ni nguo ya wokovu. Ndio unapoona uko uchi, hauna nguo ya wokovu. Huenda hiyo mapepo ya sheria za wanadamu na dini imekuvua nguo, sasa hauna wokovu, uko uchi. Na ndio Yesu alikuwa anasema wakati alikuwa ananena, hawa watu wanajiona wakiwa na nguo, lakini Yesu akasema ya kwamba hawa watu wako uchi. Walidhania ya kwamba wako na manguo, lakini Mungu akiwaangalia anaona wako uchi. Hivyo ndivyo ilivyo, ni katika kiroho. Ndio nguo ni wokovu. Mtu anadhania ya kwamba ako na wokovu, ameokoka, lakini kumbe hajaokoka, kumbe ako uchi. Mtu anadhania ya kwamba Yesu akirudi atanyakuliwa, lakini kumbe akirudi utaachwa. Kama vile unaona kwa ndoto, utaachwa. Mtu anadhania ya kwamba yeye ameshaokoka, lakini kumbe hajaokoka. Ni Shetani amekudanganya. Maana umeokokaje? Uliokokaje? Kwa sababu roho ya dini inasema kuokoka ni kuja kwa kanisa. Unapokuwa mshirika wa kanisa, wewe umeokoka. Wengine naambiwa kuokoka, hauwezi okoka, bali wakati utakufa ndio utaokoka. Hiyo ni dini, roho ya dini. Mahali watu hawaokokagi, ati huko hakuna kuokoka, wanaamini ya kwamba wakifa ndio wataokoka. Roho ya dini inakuvua nguo za wokovu na inakuacha bila wokovu. Gine na wao ndio waokolewe, wanabatizwa kwa na bendera. Unapata mtu anabatizwa na bendera kama safari rale, pitia hapa kama safari rale, bendera inainuliwa juu, nabii umeokoka. Unaona?
sarakasi ni mingi, ni wakati hakuna njia, ni mingi za vile watu wanadhani wanaokoka. Wengine nao wanasema niliokoka nikiwa mtoto mdogo. Nilibatizwa nikiwa mtoto mdogo na padre na maji ya karai. Ona udanganyifu. Hiyo yote ni udanganyifu. Unadhani uliokoka, lakini nionyeshe ni nani aliyeokoka namna hiyo kwa Biblia? Akiwa mtoto akaokoka, akabatizwa kwa maji ya karai, akachorwa msalaba, akaambiwa umeokoka. Hiyo ni uongo na udanganyifu. Kwani wokovu ni nini? Wokovu lazima ujijue. Wokovu lazima ubatizwe kwa maji mengi na kwa jina la Yesu. Na wokovu lazima ubatizwe kwa Roho Mtakatifu. Maana Yesu alisema hakuna atakayeona ufalme wa Mungu pasipo kuzaliwa tena kwa maji na kwa Roho. Roho wa Mungu aingie ndani yako. Umeokolewa. Wengi wanaenda ndio kanisa lakini hawajaokoka, lakini wanadhania wameokoka. Roho Mtakatifu ni nini? Yeye ndiye wokovu wetu. Maandiko inasema kitabu cha Ufunuo cha Efeso ya kwamba Roho Mtakatifu tusimuhuzunishe, maana tumepigwa muhuri, tumewekwa muhuri ama alama kwa sababu ya wakati wa wokovu, wakati huo wa wokovu wa kukombolewa. Kwa hiyo kusema ya kwamba Roho Mtakatifu ni muhuri kutoka kwa Mungu, na haujaokoka kama hauna Roho Mtakatifu wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu ndiye muhuri wa kusema ya kwamba wewe umeokoka. Amen. Na walio na Roho Mtakatifu wameokolewa. Maana Roho Mtakatifu ni muhuri kwa sababu ya hiyo siku inayosema ya kwamba siku ya ukombozi. Mungu anakuweka muhuri kupitia Roho Mtakatifu kwa sababu ya hiyo siku ya ukombozi. Kwa hivyo wokovu sio kwenda kanisa. Wokovu sio kuwa mshirika. Wokovu sio kuwa mwenye dini. Wokovu sio ati kwa sababu unakula sakramenti. Wokovu ni kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Huo ndio wokovu. Maana huyo Roho ndiye anasema umewekwa alama kwa sababu ya wakati wa kuokolewa. Amen. Lakini shetani anawadanganya watu, wokovu ni kwenda kanisani, wokovu ni kutoa sadaka na saka, wokovu ni kuwa mtu muombaji sana na kuendelea kila asubuhi. Hiyo yote ni sawa, lakini kama hautazaliwa tena kwa maji na Roho, hautaiona mbingu. Kwa sababu mbingu sio ya pastor wako, mbingu sio ya bishop wenyu, mbingu sio ya kanisa yenu. Mbingu ni ya Mungu, na kuingia huko lazima utimize neno la Mungu. Biblia sio utimize neno ka kitabu ka kanisa ya kwenyu ama kitabu ya sheria ya kwenyu. Kuingia mbinguni sio zile vitabu ati ni kanisa, hii ni kitabu ya kanisa yetu, hizi ndio sheria za kanisa yetu. Unajua kwetu ni kwa hii. Hizo ni hekaya za Habunuwasi. Lakini kuingia mbinguni watu wanafuata Biblia. Hakuna kuiongeza. Lakini huto tu vitabu kwa waandishi wa sheria na mafarisayo ya dini, kitabu ya kwetu na bishopu wetu na pasta wetu, hiyo itakupeleka jehanamu. Maana hata hawa watahukumiwa kwa kitabu kimoja ambacho ni Biblia. Unaona? Ni wakati wa kuondokea sheria za wanadamu. Ni wakati wa kuondoka kwenye madhehebu na dini ambazo zinaongozwa na sheria za wanadamu, lakini sio sheria ya Mungu, neno Biblia. Alafu wanasimama kama wao ndio miungu, ya kwamba bishopu wakisema amesema, lakini Biblia imesema
wanadamu. Tusimame kwa neno la Mungu. Neno la Mungu tu ndilo ambalo litakalo simama. Wacheni kudanganywa. Mbona watu wanadanganywa? Neno la Mungu ndio litasimama. Maneno ya wanadamu yote itakuja kuanguka na haitainuka tena. Sasa ujanja wako utaishia wapi? Wewe unajificha na kanisa yetu na maneno ya bishop wetu na pastor wetu na maneno ya dini yetu na padre. Unajificha na wao. Utasimama wapi wakati wa hukumu? Wakati mataifa yote, watumishi wote, makanisa yote, manabii na mitume wote, hata wale wenye kofia mrefu wote watasimama mbele ya kiti cha hukumu na watahukumiwa kulingana na Biblia. Sasa hiyo kitabu ya kanisa yetu na sheria yetu itakuwa wapi hiyo kitabu? Ni wakati wa kuinuka na kusimama. Tutoke kwenye hizo madhehebu na hizo dini ambazo Mungu anasema tokeni kwenye wafu. Toka katika makaburini. Turudi kwenye mwangaza wa uzima. Mungu sio wa huko kwenye makaburini. Mungu sio wafu. Mungu ni wa wale walio hai. Walio hai kwa neno la Mungu lililo hai na Roho Mtakatifu aliye hai. Amen. Roho hiyo ya yule mtu aliyekuwa mwenda wazimu wa Gadara, aliyekuwa uchi, alikuwa hana mavazi, maana mapepo haikuwa inamruhusu kuvaa nguo. Na hiyo mapepo ndiyo hizi mapepo za leo ambazo zinavua watu nguo. Hazitaki watu wavae nguo. Hata nguo ya kiroho ambayo ni wokovu, hawataki watu wawe na wokovu wa kweli. Ndio kuenda kanisa, hiyo sio baya, lakini wokovu ndio hawataki watu waokoke. Watu wanafunguliwa tu milango ya kwenda kanisa, ni sawa, lakini mlango wa wokovu wamefunga, ndio watu wasije wakaokolewa. Unaona, hiyo ni hatari sana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3:15 kinasema ya kwamba, sikia, anasema kwamba na yajua matendo yako, ya kwamba wewe sio baridi wala sio moto. Afadhali ungelikuwa mmoja au lingine. Hivyo kwa kuwa wewe ni vuguvugu, wewe sio baridi wala moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Kwa maana unasema mimi ni tajiri. Sikia, wanasema ni matajiri. Nimejilibikiza na mali, wala sihitaji kitu chochote. Lakini utambui ya kwamba wewe ni mnyonge wa kuhurumiwa, wewe ni maskini, wewe ni kipofu, tena uliye uchi. Unaona Yesu anasema kuhusu hii mapepo iliyokuwa imemfanya huyu mwenda wazimu wa Gadara uchi. Ni hii mapepo ya udini, ya kudhania uko na wokovu na hujaokoka. Kudhania ya kwamba utaenda mbinguni lakini hautaenda. Na unajua njia zako. Wewe sio moto wala baridi. Hiyo ndiyo pepo ya dini, pepo ya udanganyifu. Unadhani ya kwamba umeokolewa lakini hujaokolewa. Bado unapenda raha, bado unapenda ulevi, bado unapenda mambo ya dunia. Ni hiyo, uko uchi katika kiroho, lakini tukikuangalia tunaona kama uko na wokovu. Maana wewe uko na hata kadi ya kanisa mahali ambapo unaendala, wewe ni muumini, lakini kumbe uko uchi kwa sababu uko vuguvugu. Anasema mimi, kwa maana unasema mimi ni tajiri, nimejilimbikizia na mali, wala sihitaji kitu chochote. Lakini hutambui ya kwamba wewe ni mnyonge wa kuhurumiwa, wewe tena ni maskini, kipofu, tena uliye uchi. Unaona, ati huyo
Yesu anasema upofu, huwa anasema vizuri sana, enyi Mafarisayo na enyi waandishi wa sheria na watu wa dini. Anasema kipofu akiongoza kipofu mwingine, wote wanaingia kwenye shimo. Na anasema wanaowafundisha ni vipofu, walimu wenyu ni vipofu. Sasa kipofu akimuongoza, nyote munaelekea kuzimu, nyote munaelekea katika motoni. Amuka, wache kufuata kipofu. Wenda kufuata kipofu, mtu wa kuhurumiwa, tena mufu, hayuko hai. Kristo anawaita wale walio wake. Na kama wewe ni wa Kristo, utasikia hii sauti. Maana Kristo alikuja kutafuta wale waliokuwa wamepotea, wale wa ufalme wake, wale wa ufalme wa Mungu. Watakubaliana na neno. Usikubaliane na mimi, kubaliana na neno. Maana neno ndiyo uhai, neno ndiyo uzima, neno ndiyo njia. Haleluya. Maandiko inasema nini? Ati wanajiona wakiwa hai lakini wamekufa. Wanajiona wakiwa kama wako na nguo lakini wako uchi. Wengine wanajiona wakiwa matajiri lakini kumbe ni maskini. Hivyo ndivyo wanasema. Kiroho ni maskini, lakini kimwili ndio inawezekana ni matajiri. Maana hata saa hii kuna makanisa ambayo imetajirika sana, inaweza hata kukopesha nchi, inaweza hata kulipia nchi deni hizo za dini. Ndio mahali ambapo wako na mashule, ndio wako na hospitali, hata wako na mauniversity zao. Yaani ni matajiri wa matajiri. Lakini Yesu anasema nyinyi munajiona na kusema muko tajiri, wala munaona hamuhitaji chochote. Lakini Yesu anasema hamutambui ya kwamba nyinyi ni wanyonge, nyinyi ni watu wa kuhurumiwa, nyinyi ni maskini, tena kipofu, tena walio uchi. Ati ni watu wa kuhurumiwa. Lakini wakiongea wanakuambia, wewe kanisa yenu muko na makanisa gapi? Muko na mabishopu wangapi? Unajua yetu kwanza ni kubwa sana, ni cathedral, ndio kubwa dunia yote. Ni sawa, lakini Yesu anasema nini? Nyinyi ni watu wa kuhurumiwa kwa kiroho. Kwa kiroho mnahurumiwa. Kwa kiroho nyinyi ni vipofu. Kwa kiroho muko uchi. Kwa kiroho muko maskini. Kwa hivyo haijalishi utajiri wa kimwili na majina ya kimwili, na haijalishi hata madhehebu makubwa na dini kubwa. Hiyo ni kimwili tu, na hii ni mali ya dunia tu. Lakini kiroho uko aje? Maana mtaacha hapa duniani. Kuingia mbinguni sio kwa kimwili, sio kile tunaona na mwili. Kuingia mbinguni ni kiroho. Sasa ukiwa wewe ni maskini wa kiroho, si wewe unahurumiwa tu. Maana ukifa unaenda jehanamu. Wewe ni wa kuhurumiwa, ni maskini. Maana hauna utajiri wa kiroho, na utajiri wa kiroho ni neno, ni ufunuo, ni ufahamu wa neno, ni ufalme wa mbinguni, ni Roho Mtakatifu. Hiyo ndio utajiri wa kiroho. Yeyote ambaye hana ufahamu ni maskini wa kiroho. Yeyote ambaye hana Roho Mtakatifu ni maskini wa kiroho. Yeyote ambaye hajapatana na ufahamu wa kuelewa andiko, huyo ni maskini hohehae na ni wa kuhurumiwa, na tena ako kwenye hatari ya kuingia kwenye shimo la milele na milele. Maana yuko kipofu, na kipofu akifuata kipofu mwingine wanatobokea kwenye shimo.
itaisha hivyo. Ndugu yangu, ni nyakati za mwisho. Ni wakati wa kusimama na kujiuliza, Yesu akirudi kama siku ya leo, ama nikisha toka hapa duniani, nitaenda wapi? Je, umepata wokovu? Na umepata wokovu kwa njia gani? Je, wewe unafuata nani? Na unaamini nini? Na kile unaamini iko kwenye Biblia ama iko kwenye kitabu ya kanisa yako? Yule unafuata amefuata Yesu ama amefuata padre ama amefuata bishopu wake na kanisa yao na waanzilishi? Jiulize hayo maswali, maana kipofu wakifuata kipofu mwingine, wote wamepotea, wote wameingia shimoni ya jehanamu. Unaona, Yesu anasema tujihadhari, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa sababu huyu mtu mwenye mapepo, wakati ambapo aliona Yesu, alikimbia kwa Yesu, akajigaragaza, tena akapiga makelele. Unaona, hiyo ndio roho ya dini huwa inafanya. Inakimbia kwa Yesu, lakini inajigaragaza na kupiga makelele tu. Lakini haina Yesu, haijakombolewa. Roho ya dini inakimbia kwa Yesu na inakaa tu karibu na yeye, lakini kumbe ni roho tu, kumbe ni ile chafu tu. Unaona, na maandiko inasema hata shetani anajifananisha na malaika wa mwangaza, lakini kumbe ni shetani. Ni wakati wa kupima maroho, ni wakati wa kupima roho, na tunapima roho kupitia Biblia, sio kupitia roho yako. Ati mimi nasikia kwa roho yangu. Hii ni ukweli, sio kwa vile unasikia. Tunapima roho kwa Biblia, mafundisho yote kwa Biblia. Hii imeandikwa wapi? Sio kupima roho na watu. Ati nitauliza pasta wangu, kwani yeye ndiye aliyeandika Biblia? Uliza Biblia, maana utamuuliza akwambie hapana, huyo ametafsiri vibaya, maana hataki ujue kweli, maana yeye amekataa kweli. Sasa atakupotosha, maana watu wengi wamepotea, sio kwa sababu hawajui, wanajua, lakini bado wamepotea na hawataki kuambia washirika wao. Sasa ukiwa na mtu kama huyo, umuulize swali, atakucheka tu na maandiko, maana yeye amekataa neno. Soma Biblia, amini neno. Kama mtu yeyote hataongea kulingana na neno la Mungu, maandiko inasema huyo na alaaniwe. Kitabu cha Wagalatia 6 pale 1, Wagalatia 6 pale 6, maandiko inasema nini? Wagalatia inasema ya kwamba, Wagalatia 6 ya kwamba Paulo anawaonya akisema, yote atakaye kuja, lakini asije akihubiri injili ambayo iko kwenye Biblia, ambayo Paulo walikuwa anahubiri. Anasema huyo mtu na alaaniwe. Kama yeyote atahubiri aje na injili ingine kinyume na ile ambayo Paulo walikuwa anahubiri, anasema na huyo mtu na alaaniwe. Unaona, kwa sababu watu sasa hivi wako na injili zingine ambazo ni tofauti na Biblia. Lakini watu wa siku ya leo hawapimi mafundisho na Biblia, wanapima mafundisho na pasta wetu, kanisa wetu na bishopu wetu. Ni wakati wa kufuata Biblia, maana Biblia ndiyo neno la Mungu.
hakuna mchungaji mwanamke, hakuna. Paulo mwenyewe alisema ya kwamba kukija mwingine awafundishe mafundisho mengine ambao haijatokana na Biblia na alaaniwe. Siku ya leo wachungaji wameongezeka sana, mabishopu wamekuwa hata wanawake. Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye anataka kuwa askofu na awe mwanaume, mwanamke mmoja. Lakini siku ya leo kuna mabishopu wanawake. Hawa waliteuliwa na nani? Waliamuliwa na nani? Na walitumwa na nani? Maana hawako kwenye Biblia. Paulo anasema, na Paulo alifundisha kile alipata kwa Yesu. Anasema simpi ruhusa mwanamke yeyote kufundisha au kuhubiri, kuchukua mamlaka juu ya mwanaume. Na anasema kama vile sheria ilivyokuwa inasema. Yesu hatukuona akituma mwanamke atiende ahubiri. Wanaume wote walikuwa ni wanaume. Wanafunzi wake 12 wanaume. Yuko wapi mwanamke? Na kama kuna wanawake walikuwekwa kule, hawakuwa wahubiri. Wakina Mary hawakuwa wahubiri. Walikuwa wanapika, walikuwa wanafanya kazi zingine, kazi tu za kimwanamke, lakini hawakufundisha, tena hawakuweka makanisa. Lakini siku ya leo wanawake wanatawala wanaume. Na ukisema ni maandiko, wanasema dini yetu inakubalia. Unajua hata ni bishop wetu anawamwagilia mafuta. Ni sawa, hiyo ni dini yako na hiyo ni imani yako, lakini hatuna imani mbili. Imani ni moja ya Biblia. Kama hiyo imani yako sio Biblia, kama hiyo mafunzo sio Biblia, basi hiyo ni kanisa yenu, dini yetu na bishop wako. Na hawa wako kwenye kazi, maana kuna wengi wamekuja, lakini sio kuhubiri. Kumbe ni kakara kukuru tu, kumbe ni kakara za wanadamu. Ndio, kwa sababu wameikataa neno. Neno la Mungu ni lile lile, halijabadilika. Lakini siku ya leo watu wamebadilika, injili imebadilishwa. Wamama wanataka kuchukua mahali pa wanawake, wanaume. Wanaume na wao wanataka kuchukua mahali pa wanawake. Kuchanganyikiwa. Roho za huyu mwendawazimu wa Gadara aliyekuwa amechanganyikiwa makaburini, tena alikuwa uchi kwa sababu hakuwa na ufahamu. Ndugu wapendwa, ni wakati wa kuamuka, kwa sababu usipoamini injili basi hakuna kingine cha kukuokoa. Watu wamechanganya injili ya Yesu. Mafuta na maji imechanganywa, pombe na maji imechanganywa, kilicho kibaya na kizuri kimechanganywa. Na Biblia inasema ya kwamba watumishi wa Mungu walipewa kazi moja ya kupambanua, ya kuwafundisha watu, hii ni mbaya, hii ni mzuri, hii ni takatifu, hii ni najisi. Watumishi walipewa kazi ndio wasaidie watu kuelewa hii ni mbaya, lakini saa hii ile mbaya ndio mzuri. Mahali ambapo ni mahali pabaya, hapo ndipo pazuri. Vitu ambazo ni najisi, hizo ndizo vitu ambazo zinasherekewa, ndizo vitu ambazo zimekuwa tanifashoni kwa kanisa. Ni wakati wa kusoma Biblia vile ilivyo. Mungu hatafuti wafuasi. Wafuasi wa Mungu wako tayari, na wafuasi wake watafuata neno, maana ndani yao hawawezi kutosheleshwa na dini ya watu, wanatosheleshwa na neno. Maandiko inasema kuhusu mambo mengi sana, lakini watu hawaongelei hayo. Unaona watu wamekataa.
Hata vile watu waliumbwa hawataki vile walivyoumbwa. Mtu mweusi anataka kuwa mtu mweupe. Wewe uko na nywele nyeusi, hautaki nywele nyeusi, unataka kuwa na nywele ya green na nywele ya blue. Kuchanganyikiwa. Hii ni roho ya kuchanganyikiwa. Maana Mungu hakuwa na shida. Kama alikuwa anataka uwe na nywele ya blue, ya green, yellow, angekupatia. Kuna wanyama wako na nywele tofauti na rangi tofauti. Hata kuna ndege baina ya wanyama wako na nywele ya blue na green. Mungu hangekukosa kukupatia, lakini Mungu aliona ni vizuri mwanamke aliona ni vizuri kama mwanadamu uwe na nywele ambayo ni nyeusi, na ukizeeka iwe ni nywele ingine imebadilika, iwe ya movie gray. Hiyo yote Mungu alikuwa anajua, lakini sasa watu wanachoma nywele. Ndio mtu amechoma nywele, inakaa ni kama jambazi aliyekuwa anachomwa na tairi ikakataa kuchomeka, ameokoka. Sasa nywele inakaa ni kama ilikuwa na moto. Angalia kuchanganyikiwa. Shetani ameingilia wapi? Amedanganya vijana ya kwamba mnamtukana Mungu aliyemuumba, wakati ambapo mnajibadilisha nywele, mnang'oa, mnaweka nywele za farasi, na hizo hata mnaweka, hata mnataka zifike huku kwa miguu, uende ukiosha barabara na nywele, hata hauna aibu. Lakini ukiambiwa, Biblia inasema nywele yako, nywele ya mwanamke ni utukufu, na nywele yake alipewa iwe kifuniko kwa kichwa chake. Hautaki kutengeneza nywele yako halisi. Hiyo ndiyo kitambaa yako, hiyo ndiyo kifuniko yako, hiyo ndiyo utukufu. Hivyo maandiko inasema, kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale 11:15, lakini mnakataa hiyo, mnakata nywele na mnaweka nywele za farasi ama nywele za wafu. Kule India watu wakikufa wenye nywele kubwa wanakatwa nywele, maana huko huwa wanachomwa. Hakuna anachomwa na nywele, lazima nywele ikatwe. Ije huku Afrika uvalishwe hiyo nywele na ununue. Angalia roho ya huyu mwendawazimu wa Gadara, roho ya mwendawazimu wa Gadara ambayo haikuwa inataka vitu vilivyo na uhai. Hiyo roho ilikuwa imempeleka makaburini kuishi na wafu. Unakataa nywele yako wewe uliye hai na unavaa nywele ya wafu, ya makaburini, nywele ya walio wafu. Pepo mchafu, pepo mchafu anakataa vitu vyenye uhai, anataka vitu vilivyokufa na vitu bandia. Mtu anakataa vitu vya kweli, vya asili. Sasa unataka kuwa mtu wa uongo. Tunaona watu vile wamekataa, hata macho wanabadilisha, wanataka vitu vya uongo, vitu feki, nywele feki. Hata kucha, mtu anawekwa kucha feki, anakataa kucha, anawekwa kucha bandia feki. Vitu vimekufa tu, havina uhai. Angalia roho ya mwendawazimu wa Gadara iliyokuwa haitaki uhai, ilikuwa inataka kuishi makaburini na wafu. Unakataa vitu vilivyo hai, vitu vya asili, sasa unataka vitu vilivyokufa. Mungu anasema tokeni huko kwenye wafu. Tokeni huko kwenye wafu. Mungu anasema amkeni na mtoke huko kwenye walio wafu, maana nuru ya Mungu imekuzukia. Toka kwenye wafu. Nuru ya Mungu ni neno. Nuru ya Mungu
Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba toka huko ambako kuna wafu, ndio, na wacha nuru ya Kristo ikuzukie wewe ulalaye. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Ni nyakati za mwisho na ni nyakati za hatari. Ni wakati wa kukimbilia Yesu na kukimbilia neno lenye uzima. Hata kama hilo neno ni chungu, hiyo ndiyo dawa. Hata kama hilo neno halina watu wengi, hapa ndipo penye uzima. Unajua, watu walio uzima, haijalishi ni watu wangapi wako na uzima, wako hai. Hata kama ni mtu mmoja, huko ndiko ninataka kuenda, kwa yule mmoja aliye na uhai. Lakini hata kama watu ni milioni moja walio wafu, sitakaanisha na wafu. Toka huko kwenye wafu, toka kwenye makaburi. Kristo yuko hai, hayuko huko kwenye makaburi. Na makaburi ni huko ambapo hakuna uhai, huko kwenye uongo, huko kwenye usherati, huko kwenye dhambi. Hiyo ni vitu vilivyokufa, vitu ambavyo havina uhai. Mungu anasema hata tutafute yale ya mambo ambayo yenye uhai, sio mambo ambayo ya kuoza. Tafuta mambo yenye uhai, sio mambo ya kuoza. Maana ukitafuta mambo ya kufa, utakuwa mfu na utalala kama wale waliolala makaburini. Kimbizana na mambo yaliyo hai kama wewe uko hai. Amen. Ni wakati wa kuinuka, usije ukadanganywa. Wakati huyo mwendawazimu wa Gadara alipotolewa mapepo na mapepo ikaingia kwenye nguruwe, hiyo ilikuwa ni ishara moja ya kukombolewa kutoka kwenye roho za dini na Mafarisayo, hizi roho za udanganyifu. Ishara ni kutubu na kuokoka na kubatizwa kwa jina la Yesu. Yule mwendawazimu wa Gadara alisema ya kwamba anataka kuokolewa, na alipookolewa, mapepo yale yaliingia mtoni, yalienda kufa mtoni kule kwenye ziwa. Hiyo ni ishara. Kama unataka kumaliza hiyo mapepo ya dini na uovu, hiyo mapepo ya madhehebu ambayo ni ya udanganyifu na uongo, mahali ambapo hakuna uhai, hiyo maisha ya makaburi, kile kitakuokoa ni maji. Na maji ni nini? Neno la Mungu ni maji, inakutakasa. Tena neno linasema, tubuni na mkabatizwe kwa jina la Yesu na mtapata ondoleo la dhambi, na utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Njia moja ya wokovu ni kuamini neno likutakase. Njia ya pili ni kutubu na kubatizwa katika jina la Yesu. Hapo ndipo unatenganishwa na hizo maroho zilizokuwa zimemuingia huyu mwendawazimu wa Gadara, ambazo ni maroho za Mafarisayo, Masadukayo, maroho za kihuni, maroho za unafiki, maroho za udanganyifu na manabii wa uongo. Hapo ndipo mtatenganishwa kwenye kubatizwa tena katika jina la Yesu. Wakati huyo mwendawazimu wa Gadara alipoponywa na Yesu, wale wachungaji wa nguruwe, maana nguruwe ziliingia motoni, ziliingia kwenye maji zikafia huko. Wale wachungaji walikuja na hasira, tena walikuja na watu wa kijiji, na wakawa wanamfukuza Yesu wakimwambia, toka huku kwenye kijiji yetu. Maana Yesu aliharibu biashara
biashara ya mapepo aliharibu. Na hivyo ndivyo roho za dini na sheria na Mafarisayo na wanafiki hivyo ndivyo zinafanya. Hazitaki Yesu, hazitaki wachungaji wa kweli, zinawafukuza watoke, maana wanapigana na kazi ya shetani, maana wanaharibu kazi zao baya za kudanganya watu. Wengine wanauziwa viberiti, wengine wanauziwa maji na kununua mafuta na maji ati ndio wafanyiwe muujiza. Hizo ni roho ambazo ni za udanganyifu. Yesu hakuuzia yeyote, Paulo hakuuzia yeyote maji wala viberiti wala vitambaa. Hakuna hata aliyetoa pesa ndio aombewe. Wale wanamuitisha pesa ati ni sadaka, ati ni dhabihu, ati jishikanisha na dhabihu. Hawa ni wakora. Hawa ni wakora, wahuni na wanafiki na majambazi. Wanatumia Biblia kama bunduki. Atitoa ni ubarikiwa, atitoa sadaka na fungu sijui ya nini ndio tukuombee. Ati umefungwa na kile kitakufungua ni dhabihu ya pesa fulani. Unaambiwa toa dhabihu, sijui toa sadaka ndio ufunguliwe. Hawa ni wakora, wahuni, toka kwao. Maana hawa wanakunyanyasa, wanakuibia na wanakuacha ukiwa masikini na hautasaidika. Yesu anasema nini? Enendeni mutoe mapepo bure, muwaponye watu bure, hata mufufue watu bure. Maana mlipewa karama za Roho Mtakatifu bure. Kwa hivyo mutoe mapepo bure, watu waombewe bure. Lakini watu hawataki hivyo. Wengi wanataka kule ambao wanauziwa maombi, wanauziwa maji na mafuta, wakiambiwa ya kwamba kuna mchawi hapo kwa nyumba yako. Kila siku unaambiwa mchawi, kila siku unaambiwa vita, ndio ukamuliwe. Unauziwa uoga ndio utoe pesa. Utaendelea na kuwa masikini, wakati hao wataendelea na kuwa matajiri, kwa sababu wanakukamua. Ni wakati wa kuinuka na kujua kweli. Kweli ndio itakufungua. Toka kwao, asema Kristo. Hivyo ndivyo hawa wakaaji wa kijiji walimfukuza Yesu, kwa sababu alitoa pepo. Maana aliponya huyo mtu aliyekuwa mwenda wazimu. Kwa sababu hawakuwa wanataka hivyo, walikuwa wanataka watu wakae wakiwa mwenda wazimu. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Hiyo roho ya dini haitakagi watu wakiwa wamefunguliwa, inataka watu wakiwa wamefungwa. Ndio unapata watu wamefungwa tu. Unakuja unaponywa hii, anakurushia pepo ingine. Uishi ukiwa umefungwa, utaishi mateka. Ati huko hakuna wakati watu hawataombewa. Kila wakati watu lazima waaguke kwenye kanisa. Kila siku lazima mtu waaguke, lazima wote waaguke. Hiyo ni kusema wote wanakuwa tu kanisa ambayo ni watu waliopagawa na mapepo. Kila Sunday lazima watu wanaaguka. Maana hakuna pepo zinatolewa. Ikitolewa moja unawekwa tatu. Ndio Sunday lazima ukuje na fungu, na ukuje na sadaka, na ukuje na dhabihu. Hizo roho zilizokuwa zimekamata huyu mwendawazimu wa Gadara, alipotolewa hiyo mapepo, wale wachungaji wa nguruwe, ni wale wachungaji wa nguruwe, wachungaji wa uongo na manabii wa uongo na wanafiki na Mafarisayo. Unajua hawafugi kondoo, wanafugaga nguruwe za nyama na mafuta. Maana hao wanakamua mafuta. Injili zao tu ni nguruwe na mafuta. Walikasirika sana hawa wachungaji, na wakamfukuza Yesu atoke kwenye
kwenye kijiji yao. Hivyo ndivyo ilivyo. Ni wengi sana ambao wanachukia hii neno, na ni wengi sana ambao hata wanachukia injili ambayo ninayohubiri. Hata wengine waliokuwa wameenda hata kwa chifu ya kwamba huyo mtu asihubiri, lakini bado injili itahubiriwa, maana aliyenituma sio chifu, aliyenituma ni Kristo. Na wakati ambapo ataniambia injili imefika mwisho, nitamaliza injili. Kwa hivyo injili bado itaendelea, maana Kristo alikuja kufungua watu wafunguliwe. Alikuja kufungua watu watoke kwenye mateka, watoke kwenye vifungo. Lakini shetani na hawa mafarisayo na masadukayo hawataki watu wafunguliwe. Wanataka watu waishi wakiwa wafungwa wa wanadamu na wafungwa wa dini na wafungwa wa mapepo. Hawataki watu watoke kwenye makaburini. Lakini Yesu amenituma katika injili watu watoke kwenye makaburi na wafunguliwe katika jina la Yesu. Wajue Kristo ndiye njia, Kristo ndiye kweli, naye ndiye maisha. Haleluya! Ni wakati Kristo amekaribia kurudi, na nyakati hatuna wakati, hata hatuna muda wa kubishana, hakuna. Ni mwenye atasikia asikie, aamini, wa kukataa akatae, kwa sababu neno lazima lifike. Yesu hakusema watu wote wataamini. Yesu alisema enendeni mhubiri injili dunia yote, iwe kama shuhuda. Shuhuda ya nini? Ya kwamba ulisikia. Ukikosa kuamini, hiyo neno itakuwa shuhuda wakati wa hukumu, ya kwamba ilihubiriwa na ulisikia. Kwa hivyo ukizusha mwenyewe, lakini iko shuhuda ya kwamba ulisikia, na ni asante sana. Tunamaliza. Maandiko anasema Yesu, lakini kila kitu kilichowekwa nuruni huonekana. Ati kila kitu kilichowekwa nuruni huonekana. Na anasema kwa kuwa nuru ndiyo hufanya kila kitu kionekane. Hiyo ndiyo sababu imesemekana, amuka wewe ulalaye, ufufuke kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangazia. Nani anasema? Ni Yesu. Anasema nini? Amuka wewe ulalaye, ufufuke kutoka kwa wafu. Kwa wafu ni wapi? Katika hiyo makanisa na hiyo dini za wanadamu na sheria ambazo ni za wafu. Yesu akasema ndani yao ni maiti, yaani ni wafu, ni mifupa, lakini nje inaonekana ikiwa sawa, imerebeshwa kama jeneza, kama kaburi, lakini ndani ni misoga. Akasema wana sheria, wanafiki, hawa sheria na wadini ni watu wanaojifanya wameokoka, lakini hawajiokoka. Wameshika sheria za kanisa, lakini sio sheria za Mungu. Wameshika mafundisho ya wanadamu, lakini sio mafundisho ya Kristo. Anasema sasa, wewe uliye ndani yao, wewe uliye katika kongamano zao, wewe uliye katika madhehebu yao, anasema amuka wewe uliyelala, ufufuke kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangazia. Kristo anasema atakuangazia, na tayari umeshaangaziwa. Kama umepokea hilo neno, umeshaangaziwa. Sasa ni wewe utoke kwenye wafu, maana Kristo amekuja kufungua na kuokoa. Kristo ndiye njia, Kristo ndiye kweli, Kristo ndiye maisha. Ndugu wapendwa, wakati wa kufuata dini imeisha. Ni wakati wa kufuata neno la Kristo. Wakati wa kufuata sheria za wanadamu umeisha. Unatetea dini, mbona hautetea Kristo? Usitetee mchungaji, hata mimi usinitetee.
Tusimame na dini na sheria katika kanisa yetu. Simama na neno la Mungu. Kama hawasimami na neno, achana na wao. Paulo anasema nifuateni ninapofuata Kristo. Hakusema nifuate tu. Fuata mtu anapofuata neno la Mungu. Kama mtu hafuati neno la Mungu, iwe ni dini, iwe ni sheria, iwe ni dhehebu, iwe ni nini, usimfuate. Maana itakuwa kipofu, mwingine anafuata kipofu, wote wanaelekea jehanamu. Hapana. Kristo amesema hivyo, ya kwamba amuka wewe uliyelala, ufufuke katika kutoka wafu, naye Kristo atakuangazia. Maana hiyo sauti ya Kristo, kama vile Yesu alipotembea, sauti yake ilifika hata huko kwenye makaburi. Hiyo sauti imekufikia, kama vile Kristo alifikisha sauti yake kwenye makaburi na akaokoa yule mtu mwenda wazimu aliyekuwa amepagawa. Maandiko imesema yeyote akosaye ufahamu hujikuta katika kundi ya watu wafu. Ndugu yangu, usikose ufahamu, usikose neno la uzima, na usikatae mafundisho yenye uzima. Maana ukikataa utajikuta kwenye kongamano la makaburi ya wafu. Amen. Amuka wewe uliyelala, ufufuke kutoka wafu, naye Kristo atakuangazia. Wacha tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, wewe uliye mbinguni, umetukuka mbingu na duniani, uliye juu sana na uliye enziwa sana na malaika na makerubi na maserafi, hata wazee 24 wanakusujudu wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Tunakushukuru na kukuinua, maana umenena na wale uliokuwa umekusudia ya kwamba utawanenea. Na ninaomba kwa sababu ya hiyo kusudi, Baba, inua roho zao. Umesema amuka ewe ulalaye katika ufu, na wewe ulalaye katika makaburi, umnaitana kama vile uliyeita Lazaro. Uliita Lazaro aliyekuwa mfu, aliyekuwa kwenye kaburini, na akainuka akaamuka. Nami ninawaita hawa Lazaro wote walio katika ufu, natangaza, amuka wewe ulalaye katika wafu, wewe uliyelala ufufuke kutoka kwa wafu, na Kristo atakuangazia katika jina la Yesu. Ninatangaza Kristo uliye hai, Bwana, waokoe waliolala katika sheria za wanadamu, dini za wanadamu, mafunzo ya kishetani na manabii wa uongo. Baba, ninatangaza uwafungulie mlango katika jina la Yesu. Nuru yako ambayo ni kuu kuliko giza, Bwana, natangaza hiyo nuru na ikaangaze ndani ya roho zao katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza neno lako limefika na neno lako litafanya kazi kwa utukufu wa jina lako Yesu. Baba, ninakushukuru. Ninaombea hata vijana, wanaume, wanamama, wale wote wamefungwa na shetani, roho za pombe, bangi, roho za miraa, roho za uasherati, roho za wizi na hata na ukahaba, yote naiweka chini ya nyayo zangu na ikemea, toka katika jina la Yesu. Kila roho ambayo imejiinua hata katika kijiji hiki, Baba, ninaomba hiyo roho toka katika jina la Yesu. Roho ya dini, roho ya ufarisayo, roho ya makaburi na wafarisayo na masadukayo, roho ya unafiki na wanafiki, ninakemea katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana wafungue kwa utakaso wa jina lako Baba. Wafungue kwa sababu ulikuja kufungua. Bwana, ulikuja kuharibu kazi ya shetani. Navunja na kuharibu kazi yote ya shetani, ulevi, hata maroho za kufanya watu walewelewe, ya kufuga watu. Ninakemea hizo roho ambazo zinafuga watu na vikundi katika jina la Yesu. Na ninaomba Bwana ukawafungue. Kila nguvu za giza hazina nafasi, maana neno la Mungu ni mwangaza, na ninanena mwangaza
kwenye kuna giza katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa umenena nasi. Utukufu na heshima wacha zikurudie katika jina la Yesu. Bwana Yesu, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Wewe uliye na uweza Baba wa kulinda ulicho Baba, tupa ulinde roho zote zilizopokea hilo neno, na hata mimi unilinde Bwana, ili hilo neno Baba liendelee Jehova, na wengi wakafikiwe katika jina la Yesu. Uliye mwema, uliye mwaminifu Bwana, ninakuinua na kukutukuza. Usiku wa leo tunaukabidhi mikononi mwako, tukiubarikisha katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amina. Jina la Yesu litukuzwe na tena liinuliwe katika jina la Yesu. Amina. Mungu na wabariki, na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Siku yote kama ndivyo yalivyo, mpaka nikuonyesha shetani anajua kujigeuza kama malaika mwenye. Siku yote kama ndivyo yalivyo, mpaka nikuonyesha shetani anajua kujigeuza kama malaika mwenye. Natigeuza mikuwa rangi, natigeuza kwa siri kanisani, watu wangu wapenda kujua akaongoza kumwabudu. Wanakaya wana yule wa kwanza, sura yake mstari wa 8, azitendaye dhambi wa shetani yamtenda tokea mwanzo. Siku yote kama ndivyo yalivyo, mpaka aliponionyesha shetani anajua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Najigeuza rangi nyingi, najigeuza kwa siri kanisani, watu kujua wameanza kumwabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi wa shetani alizitenda tokea mwanzo. Tunao watu wengi makanisani, kutenda dhambi kwao sio tishio, wakikutana pamoja kuabudu, swali unajibu abudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahau toba ya msamaha, wakikutana pamoja kuabudu, jibu wanamwabudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahau toba ya msamaha, wakikutana pamoja kuabudu, swali jibu wanamwabudu nani? Yana nuru shirika gani? Hazina toeni giza katika ya nuru, tuabudu Mungu mtakatifu katika roho na pia kweli. Shetani pepo ndiye mchafu, kwa kuamuru kwa jina la Mungu, toka ndani ya kanisa lake Baba, kuzimu kachomwe moto. Tumegundua hila na
jamaa zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu wetu Baba Yehova, ukofu zake milele. Ewe Shetani, pepo ndiyo mchafu, twakuamuru kwa jina la Mungu, twaandamia kanisa lake Baba, tuende kuzimu kachomwe moto. Tumegundua hila na jamaa zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa utukufu zake milele. Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa utukufu zake milele.